Ndugu zangu Waislamu, tumeshajua kuwa ndani ya mwezi huu wa Dhulhijja, mwezi ambao unatujia baada ya siku mbili hapa mbele, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuapia alivyosema wal fajri wa layali al-ashr, akiapia masiku 10 haya ya mwezi wa Dhulhijja. Ndani ya masiku haya, ndugu zangu Waislamu, kila mmoja ajaribu kufanya juhudi, ajitathimini jambo gani ambalo atamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala na Allah atalifurahia jambo hilo katika masiku haya 10. Hii ni miongoni mwa fursa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, fursa hii anampa mtakaye. Wangapi leo hii ndugu zangu Waislamu wameikosa hii fursa? Tumewazika, wameikosa huu mwezi wa Dhulhijja ambao unatujia hapa mbele. Ni wajibu kwangu mimi na wewe tufanye juhudi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Ndugu zangu Waislamu, hebu tujaribu kuangalia matendo gani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, endapo tutakithirisha kuyafanya katika mwezi huu wa Dhulhijja, masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja, tutapata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyokuwa makubwa zaidi. Miongoni mwa matendo hayo, asiyam. Ndani ya masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja, masiku haya ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa amali ambazo zinapendeza sana na zina malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na zina faida sana kwa mja, ni kujaribu kufunga ndani ya masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Asiyam min a'dhamil a'mali salihah. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa tumesisitiziwa kufanya matendo yaliyokuwa mema ndani ya masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja, asiyam, funga, ni miongoni mwa matendo yaliyokuwa mazuri kabisa, ni miongoni mwa ibada zilizokuwa bora kabisa na zina malipo makubwa kwa mja. Ndugu zangu Waislamu, kwa yule ambaye amejaliwa afya, amejaliwa uwezo, ajaribu kujikithirisha, ajitahidi aweze kufunga haya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Endapo atafunga haya masiku 10, basi ibada hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa malipo yaliyokuwa makubwa zaidi. Na pia miongoni mwa mambo mengine ya muhimu ya kuyafanya, matendo ambayo yatakuwa yana malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yatakuwa yanamiza kwako wewe mja ambaye unatekeleza maamrisho ya Allah, birrul walidaini, ni kuwatendea wema wazazi wawili. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja ajaribu kufanya juhudi kuwatendea wema wazazi wawili ndani ya masiku haya 10. Japokuwa kila wakati unahitajika uwatendee wema wazazi wawili, lakini ndani ya masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja, kila mmoja aweke azma ya kukithirisha kuwatendea wema wazazi wawili. Ndugu zangu Waislamu, kuwatendea wema wazazi wawili sio kana kwamba mpaka wawe hai tu, la. Kuwatendea wema wazazi wawili hata kama wametangulia mbele ya haki, wazazi wako wamekufa, jaribu kuwatendea wema wazazi wako, waombee dua, watolee sadaka. Jambo hili endapo utafanya hivyo, utakuwa unawatendea wema wazazi wako. Na pia ikiwa wako hai, jaribu kuwatekelezea majukumu yao, mahitaji yao ambayo wanahitajia. Ndugu zangu Waislamu, leo hii wazazi wetu tumewasahau. Kila mmoja anahangaika na familia yake. Ukiangalia hali za wazazi, wamesahaulika kabisa. Ndugu zangu Waislamu, hakuna ambaye ataionja pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa hajawafanyia wema wazazi wawili. Jambo hili la kuwafanyia wema wazazi wawili ni jambo ambalo ni wajibu kwa kila mja. Huwezi ukasema kuwa mimi ninamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ninaenda hija, ninafanya ibada khairati mbalimbali, lakini siwatendei wema wazazi wawili, kuwa utakuwa salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili ndugu zangu Waislamu halipo, na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hutoionja hata harufu ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tambihi, ndani ya masiku haya ya miezi hii mitukufu Dhulqada na Dhulhijja, katika masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja, kila mmoja afanye himma
kuwafanyia wema wazazi wawili. Jaribu kuingiza furaha kwa wazazi wako wawili. Na wazazi, subhanallah, wazazi wanaridhika na kidogo sana. Mzazi ni kiumbe ambaye watofauti sana. Mzazi hata kidogo unachompatia, mzazi anafurahia na anakuombea dua. Lakini unaweza ukampa kingi, ima ukampa mke wako au rafiki yako asikushukuru na akakulaumu. Lakini jambo hili kwa mzazi, subhanallah, mzazi ni mtu wa kushukuru tu. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja ajaribu kufanya himma, bali insanu ala nafsihi basira. Kila mmoja anajijua wazazi wake anawafanyia kitu gani. Na ikiwa wazazi wako walitangulia mbele ya haki, jiulize ni lini uliwaombea dua wazazi wako. Ndugu zangu Waislamu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi katika matendo yetu. Na pia jambo la mwisho, tutajaribu kuangalia miongoni mwa mambo ambayo yanapendeza sana na malipo yaliyokuwa makubwa. As-sadaqa ni kukithirisha kutoa sadaka ndani ya miezi hii mitukufu, hususan katika masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili la sadaka ni jambo ambalo lina malipo yaliyokuwa makubwa sana. Tuangalie aya ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhaltani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuzindua kunako jambo zima la kutoa sadaka. Anasema wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiyakum ahadakumul maut, na toeni miongoni mwa vile vitu ambavyo mmeruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, min qabl, kabla hamjafikiwa na umauti, kabla hamjafikiwa na umauti miongoni mwenu. Msije mkaja kulalamika baadaye mkasema kwa wewe Allah upo kwenye kipindi cha sakaratil mauti, ukasema kwa wewe Allah naomba unicheleweshe kidogo, fa asaddak, ili nikatoe sadaka. Huenda kutoa kwangu sadaka nikawa ni miongoni mwa wale watu ambao wenye kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili la sadaka halina kiwango maalum. Ni chochote kile ambacho unaweza ukakitoa kwa ajili ya kuupeleka mbele Uislamu. Tunaona umuhimu wa sadaka. Allah subhanahu wa ta'ala ametutajia mtu anavyokuwa kwenye kipindi cha majuto, kipindi kilichokuwa kizito, kipindi cha sakaratil maut. Mtu anaomba kuwa angecheleweshwa kidogo ili akatoe sadaka. Ndugu zangu Waislamu, hapa mtu hajaambiwa, hajajuta kusema kuwa anaomba hata aswali, ila amesema anaomba acheleweshwe kidogo, atoe sadaka walau hata kidogo. Ndugu zangu Waislamu, kitu ambacho inatakiwa tutoke nacho hapa tujifunze ni kuwa sadaka inapendeza sana. Kila mmoja ajitahidi wakati wa uhai wake na wakati ana afya yake ajaribu kujitoa kwa ajili ya hii sadaka. Ajitolee yeye kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, leo hii kumekuwa kuna matatizo mengi sana, ima kwenye mali zinazoachwa. Tunajisahau, tunakuwa hatutilii mkazo kwa kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zinaachwa mali lakini zinakuwa zina ugomvi. Kuna maneno watu wanasema warithi hawana shukurani. Unaacha mali ambayo watu wanakuwa unawaachia watu wanakuja wanagombana. Baada ya kugombana wala hawakukumbuki wewe kuwa tumtolee sadaka ima mzazi wetu. Ndugu zangu Waislamu, huu ni msiba uliokuwa mkubwa. Kuna kisa ambacho ni hai kimetokea hapa Iringa. Mzazi kafa, maiti yake imepelekwa mochwari. Ameacha watoto wa kike 2 na wa kiume 2, jumla 4. Mtoto wa kike, maiti ya baba yake iko mochwari, anapiga simu kwa wapangaji wa nyumba ya baba yake, anasema asichukue kodi mtu yoyote yule hapo.
zaidi yangu mimi. Ndugu zangu Waislamu, vuta picha. Mzazi kalala, yuko mochwari, amekufa, lakini mtoto wake anainua simu, anawapigia wapangaji kuwa asichukue kodi mtu yoyote yule, zaidi yangu mimi, baba hajazikwa. Ndugu zangu Waislamu, aina nadhhabun? Wapi tunakwenda sisi? Wapi sisi tunakwenda? Tujitahidi ndugu zangu Waislamu, kila mmoja ajaribu kuitanguliza mali yake ambayo amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, atoe sadaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Warithi hawana shukurani. Hakuna hata mmoja ambaye atakukumbuka ya kusema kuwa tumtolee sadaka baba yetu aliyetuachia hizi mali. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja ajaribu kuangalia akhira yake, kitu gani ambacho amekitanguliza. Ndani ya masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja, kila mmoja aweke azma, afanye matendo ambayo yatamfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala. Afanye matendo kwa nia thabiti kabisa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa kutokana na matendo yake ambayo anayafanya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati wal ahya'u minhum wal amwati wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sallam.